Kuna taarifa za uwepo wa hujuma ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema dhidi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, ambaye jana Mei 9 ya mwaka huu 2026 ametimiza mwaka mmoja kamili pamoja na mwezi mmoja tangu alipokamatwa na hatimaye kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Sasa kwa mujibu wa taarifa hizo, hujuma hizo zina sura kuu tatu. Sura ya kwanza ni ya jumla zaidi, haimhusishi mtu mmoja. Ni ya kimfumo zaidi, ni ya kiutendaji zaidi, ni ya kiorganization zaidi. Na pengine ili kupata picha halisi ya kuhusu hujuma hii ni kwamba April 9 ya mwaka huu 2026, yani takriban mwezi mmoja uliopita, kwa sababu jana ilikuwa Mei 9, April 9 ni mwezi mmoja kamili. Kwa hiyo jana ilikuwa mwezi mmoja kamili tangu uongozi wa Chadema ulipojitokeza hadharani na kutoa tamko lililokuwa na masuala makuu mawili. La kwanza lilikuwa ni tamko linaloeleza kwamba endapo serikali ya Samia Suluhu Hassan haitomwachia Mheshimiwa Lissu, basi chama hicho kitahamasisha maandamano ya kushinikiza kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu. Jingine, tamko hilo ambalo lilitolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema taifa upande wa Tanzania bara, Mheshimiwa John Heche, ilieleza kwamba kutakuwa na hamasa ya kutengeneza vipeperushi, na vipeperushi hivyo viwe kwa ajili ya kushinikiza kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu, kusambaza ujumbe kwa namna moja au nyingine. Ni moja ya mbinu ambazo zimekuwa zikitumiwa mara kwa mara kuandika, na zina ufanisi, kwa sababu kama unafuatilia kwenye mitandao ya kijamii utaona pengine mtu amekamatwa au mtu amepotea, halafu kunakuwa na vipeperushi vinaitwa free someone. Eventually jeshi la polisi linakurupuka na kumwachia mtu fulani au kutoa tamko kwamba wanamshikilia mtu fulani. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vina ufanisi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kulikuwa na wito huo kwamba vitengenezwe vipeperushi kuhusu kuachiwa, kushinikiza kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu. Hayo yalijiri April 9 ya mwaka huu 2026, na kufikia jana Mei 9 ina maana imepita mwezi kamili. Sasa wewe msikilizaji utakuwa hakimu katika hayo mawili. La kuhusu maandamano, kwa hakika hakuna maongezi yoyote kuhusiana na haya maandamano. Lakini kabla ya kuangalia kwamba hakuna maendeleo yoyote, tamko lenyewe la maandamano lilikuwa na mapungufu makubwa mawili. La kwanza, yani ile tamko la kutishia maandamano lilikuwa na kasoro kuu mbili. Kasoro kuu ya msingi ni kwamba wakati April 9 Mheshimiwa Heche alipotoa tamko hili, ilikuwa ni tayari mwaka mzima tangu serikali ya Samia ilipomkamata kiuonevu Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo kuambia kwamba msipomwachia tutaandaa maandamano wakati wameshakaa naye mwaka mmoja, pengine haikuwa sahihi sana, kwa upande mmoja, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho jasusi amekuwa akikikumbusha mara kwa mara, nacho ni kwamba moja ya sababu ya kushamiri kwa uovu katika Tanzania yetu ni kwa wale watenda waovu kutochelea matokeo. Kwa hiyo laiti Samia angechelea matokeo ya kumkamata Mheshimiwa Lissu asingemkamata. Laiti angechelea matokeo ya kumweka ndani Mheshimiwa Lissu kwa zaidi ya mwaka mmoja asingefanya hivyo. Lakini kilichompa jeuri ni historia ya huko nyuma, na watu hawachelei matokeo, kama vile CAG, ripoti za CAG, mnasikia tu ufisadi unaongezeka, kwa sababu watu hawachelei matokeo ya kufanya ufisadi, kwa kuwa waliotajwa katika ripoti ya mwaka jana hawakuchukuliwa hatua, ya mwaka juzi the same. Kwa hiyo inawapa watu motisha wa kufanya zaidi, na kinachompa motisha Samia kufanya anayoendelea kufanya ni kwa sababu hachelei matokeo, na ana sababu za msingi za kutochelea matokeo, kwa sababu ukilinganisha na matukio ya nyuma kuhusiana na wanachadema, historia inampa matumaini kwamba hawa watu hawawezi kufanya kitu chochote. Inakumbukwa moja ya matukio ya mwanzo kabisa ya kuwakumba wanachadema ilikuwa ni pamoja na kutekwa, kupotezwa kwa alikuwa kada mwandamizi wa chama hicho Ben Sanane. Mpaka leo hakujawa na tamko rasmi kuhusiana na Ben Sanane, lakini inafahamika kwamba kada huyo aliuawa, na aliuawa vibaya. Lakini hayo ni mambo ambayo pengine wao watakapojisikia kuongea hadharani wanaweza kaongea.
Kulikuwa na kada mwingine wa chama hicho anaitwa Mawazo, Kamanda Mawazo, naye aliuawa kinyama sana. Kulikuwa na malalamiko, lakini pengine malalamiko pekee hayatoshi. Yakatokea matukio mengine ya kuuawa kwa mzee Kibao. Lilifanyika jaribio la kufanya maandamano kuhusiana na hilo, lakini maandamano, idadi waliojitokeza walikuwa wachache. Kutekwa kwa Deusdedith Soka pamoja na makada wengine wa chama hicho, kutekwa kwa Mdude. Sasa zaidi ni hili la Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anaangalia, kwa dikteta ambaye ana lengo la kuendeleza udikteta wake, anaweza kupata motisha kwamba mbona hayo ya nyuma alitokea hawajafanya kitu chochote. Sasa na katika hili mnapompa muda kusema kwamba msipofanya hivi tutafanya kitu fulani, basi yeye anaweza kujipa moyo kwamba kama mngekuwa na nia kufanya hayo, kwanza msingenipa muda, lakini kubwa zaidi msingesubiri mpaka mwaka upite. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni pungufu moja, lakini pungufu la pili ni kutosema lini. Unapomwambia tu Samia kwamba usipomwachia Lissu tutaandaa maandamano, asipomwachia Lissu baada ya miezi mitano au baada ya mwaka mwingine au baada ya muda gani? Kwa hiyo kulitakiwa siku zile katika kutoa hilo angalizo, basi angalau kuwe na deadline kwamba serikali isipomwachia Lissu hadi kufikia Mei 30 au Juni 30 au Disemba 31, basi tutachukua hatua fulani. Lakini katika hilo la maandamano, uongozi wa chama hicho unaweza kuwa na kisingizio, hata kama si halali, lakini kisingizio, kwa sababu maandamano yanahitaji maandalizi. Lakini licha ya maandalizi, bado Watanzania wanakumbuka unyama uliofanywa na Samia Oktoba 29. Kwa hiyo watu watakaposuasua kwenye maandamano, sio swala la kuwalaumu, kwa sababu wanajua kwamba hii ni sio swala la mzaha, kutokana na huyu mtu mkatili kweli kweli, wanajua nini atakachokifanya. Kwa hiyo hili si pengine sawia sana kulaumu pale katika basi, lakini angalau ungekuwa na maandamano, kwa sababu nyinyi mmesema wasipomwachia kutakuwa na maandamano. Sasa hayo maandamano yanafanyika lini au utaratibu ukoje? Otherwise itaonekana kama mlikuwa mnatishia toto, kitu ambacho kitazidi kumhamasisha huyu dikteta aendelee kufanya hayo anayoyafanya. Lakini la pili ambalo halina kisingizio, hakuna excuse yoyote, ni hili la vipeperushi, kwa sababu hakukuwa na sababu za msingi za watu kushindwa kufanya hii kampeni ya vipeperushi. Na Chadema wana rasilimali kubwa sana, wenyewe wanasema wana idadi ya wanachama milioni 8 nchi nzima. Kwa hiyo katika hao wanachama milioni 8 wakihamasishana kwa kutumia mitandao ya kijamii, kwa hakika kampeni zao zinaweza kufanya kitu. Wana kitu cha kujifunza kutoka kwa Gen Z. Vijana wa Gen Z walihamasishana wenyewe, sio kwa chama, sio kwa itikadi, walihamasishana kutokana na kuwa na common goal, kupinga uonevu, kupinga utekaji, katiba mpya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hili linawezekana ndani ya Chadema kutumia idadi yao kubwa, lakini zaidi kwa kutumia teknoloji ambayo kwa hakika inarahisisha vitu vingi, kwenda Facebook live, kwenda Instagram live, kwenda TikTok live, Twitter Spaces na vitu kama hivyo, Clubhouse na kwingine, inaweza kusaidia kusambaza huo ujumbe. Kwa hiyo hili inawezekana, lakini lengo sio kulaumiana, hili liko ndani ya uwezo. Kwa hiyo wanaweza kufanya hata sasa, kuanza kuhamasisha viongozi wa chama hicho wahamasishe kuhusu hivyo vipeperushi. Hujuma za pili, aina ya pili ya hujuma, inatajwa kwamba kuna jitihada kubwa, na hii Jasusi TV iliongelea, kutoka kwa Samia pamoja na genge lake kumwaga fedha ndefu ndani ya chama hicho. Inaelezwa kwamba kuna baadhi ya watu wameguswa na hizo fedha, na inatajwa kwamba kiongozi mmoja alikuwa Dubai mwanzoni mwa mwaka huu kuhusiana na mchakato huo. Hata hivyo Jasusi TV haitaongelea kwa kina kuhusu hili, kwa sababu ni taarifa ambazo Jasusi TV haijathibitisha, na kama chombo cha habari kinachoaminika na kinachojikita kwenye ukweli, haipendi kuzungumzia tetesi ambazo hazijathibitishwa. Lakini inaelezwa kwamba kuna fungu refu la mabilioni limemwagwa ndani ya chama hicho, na baadhi ya watu wamegusa hizo fedha. Endapo ni kweli au si kweli, nadhani ni mambo ambayo baadaye yatakuja kufahamika. Hata hivyo, ushahidi wa kimazingira unaweza kutoa uzito kwenye hoja kama hizi, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo pengine kuna kusuasua katika kushinikiza swala la Mheshimiwa Lissu, unaweza kupata hisia kwamba labda kuna watu wamepewa pesa kwa sababu hiyo pesa yenyewe inaelezwa kwamba imetoka ili kusiwekwe shinikizo la kuachiwa kwa Mheshimiwa Lissu, kwa sababu wanafahamu Chadema ina watu wanasema chama kina wanachama milioni 8. Endapo itahamasishwa, wanachama watahamasishwa, wanaweza kufanya la kufanya na likaleta matokeo kusudiwa. Kwa hiyo hizo ni taarifa ambazo Jasusi TV haiweza kujiridhisha, kwa hiyo haiwezi kutaja majina husika.
Aina ya tatu ya hujuma zinazofanywa inaelezwa zinahusiana na hili wimbi la wanachama wa zamani wa Chadema ambao wanarejea katika chama hicho. Katika namna ambayo Jasusi TV bado haijaweza kuelewa, inaelezwa kwamba hili wimbi la watu wanaorudi linakuja maalum, ni mkakati ambao umeratibiwa, ambao mwisho wa mkakati huu ni kumtoa madarakani Mheshimiwa Lissu. Jinsi gani itakavyofanyika, Jasusi afahamu. Katiba ya Chadema inasemaje, Jasusi afahamu kuhusu hilo. Kwa hiyo Jasusi TV itakapoelewa undani wa hilo itafanya, lakini imeelezwa bayana kwamba mkakati huu unawahusisha viongozi wa zamani wa chama hicho, wengine wako CCM, lakini pia mwenyekiti wa zamani wa chama hicho, lakini CCM pia wako nyuma ya huu mkakati wa hao wanaorudi. Sasa haijaeleweka kwamba wakirudi watakuja kufanya shinikizo la kwamba Mheshimiwa Lissu atolewe madarakani, lakini ni moja ya hujuma ambazo zinatajwa kuwa zinafanywa dhidi ya mwenyekiti wa taifa wa chama hicho. Kwa hiyo hayo ndio ambayo Jasusi TV imeweza kuyakusanya kuhusiana. Je, una maoni gani kuhusiana haya? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.